Michezo, hali ya jiji la Dar es Salaam inaonekana ni ya mawingu na hali kama ya mvua manyunyu kiasi, lakini wana michezo bado wapo wanazungumzia michezo yao, hasa katika kombe la shirikisho, mwakilishi wetu akiwa ni Simba Sports Club ambaye ameingia finali, na leo ndio siku ya finali ya kwanza ambayo inachezwa kule Morocco. Wenyeji Berkane wako tayari kwa ajili ya kukabiliana na Simba Sports Club katika finali ya kwanza, lakini finali ya pili itakuja kutamatika hapa katika uwanja bado haijulikana mpaka sasa hivi, lakini kwa taarifa ya CAF ya mwanzo ilikuwa ni uwanja wa Amani, lakini Simba wanatupa taarifa kwamba bado wanaendelea kufuatilia ili kuhakikisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ndipo mchezo utachezewa wa finali. Hivyo tumekuja kuzungumza na wana michezo. Mimi naitwa Dickson John, nyuma ya kamera yupo Medadius Mandoro, na hapa ni Tegeta Nyuki. Malaika ndo anapopatikana. Mambo vipi? Aise, mambo ni poa. Kwanza nikupongeze kupiga makofi. Miongoni mwa waandishi wa habari ambao wenye kujielewa na kujitambua wao kina nani, umesema kwamba Simba Sports Club ndio mwakilishi pekee wa taifa hili katika michuano ya shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo nakupongeza sana. Ni Malaika, niseme kitu kimoja kwamba kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu amenifanya leo niko vizuri na kiafya, na leo siku yetu muhimu sana katika miongoni mwa siku muhimu. Leo siku yetu muhimu sana. Wana Simba, ni siku ya kuja kupata furaha au tabasamu ya milele au majonzi ya milele, ndio siku ya leo. Siku ya tabasamu la milele ama majonzi ya milele? Majonzi ya milele. Kwa hiyo kwa nini umegawa mara mbili, tabasamu pamoja na majonzi? Kwa sababu mchezo una kategori tatu. Mchezo wa mpira wa miguu, kategori ya kwanza kuna kushinda, lakini ya pili kuna kufungwa, lakini ya tatu kuna kutoa sare. Sare inakuja ni kategori ya tatu, lakini ya kwanza kushinda, kufungwa au kutoa sare. Kwa hiyo maana nimesema kwamba kwa sababu nao pia hata hao tunacheza nao pia ni watu ambao na pia ni timu ambayo iko vizuri, na katika nchini Morocco sehemu ndio miongoni mwa timu bora kuliko vilabu vyote Morocco ni huyu Berkane. Kwa sababu yeye amechukua ubingwa, akitangazwa kuwa bingwa bado mechi 6 mbele. Kwa hiyo maana kwamba sio timu ya kuibezea au wakizungumzia kisimple. Lazima tuzungumze ukweli kwamba miongoni mwa siku ambayo Simba Sports Club tunaweza kuandika historia ya kuwa na tabasamu ya milele. Kila mwana Simba anayejua Simba aliko mkubwa na anaangalia Simba leo ataweza kuwa na tabasamu ya milele. Aidha tunaweza kuwa tukapata majonzi ya milele. Malaika, kwa namna ambavyo unaona kama shabiki ambaye umebakia hapa Dar es Salaam, ambapo ndipo headquarters za wekundu wa Msimbazi na mashabiki wengi ndio wanapatikana hapa mjini, hasa wale wa kindaki, hali wewe unaionaje mpaka hivi sasa kwa mashabiki wenzio? Tukiangalia Dar es Salaam iko shwari. Dar es Salaam imetulia. Dar es Salaam ina mashamsham. Dar es Salaam kila mwana Simba tukijaribu kuwaona wanatabasamu, wana furaha, wanaamini kwamba Simba yao ni bora kuliko vilabu vyote barani Afrika. Kwa hiyo kama wanaamini hivyo, ukiangalia na Simba wote wanahitaji kuona kwamba ule ubora tuliokuwa nao tunaenda kuendeleza kuwa bora katika mechi yetu baada ya kumalizika hapo majira ya saa 4 mpaka saa 6 kasoro. Kwa hiyo wana Simba ukiangalia Dar es Salaam yote, hata wewe ndugu mwandishi wa habari ukitembea Dar es Salaam, hiyo kwenye daladala, hiyo kwenye bodaboda, hiyo kwenye bajaji, hiyo watembea kwa miguu, unakuta Simba inang'aa. Unakuta mashabiki wa Simba wanatabasamu, mashabiki wa Simba wanaenjoy, wanafurahi. Yani wako kwa tuseme wanafurahi sio kwa na mwisho, wanasubiria saa 4 ya usiku kama wanaona mbali saa 4. Kwa maana yake Dar es Salaam iko shwari. Na sio Dar es Salaam peke yake. Ninaamini Tanzania mzima wana Simba wako tayari kusubiria mechi ya saa 4. Wanajiamini na kuvaa brand kama ulivyovaa brand ya Simba. Na kama nisiseme tu uongo, hata wewe wakati unakuja najua umepishana na Simba wengi sana wamevaa uzi mwekundu, mwingine mwekundu, mwingine mweupe, lakini leo ni siku ya Simba. Simba yote ukiona kwamba hajavaa Simba, basi huyo kwamba roho yake ni nyepesi sana. Unajua tuko binadamu ambao kwamba tuna roho nyepesi. Hatuna uwezo wa kuweza kuhimili vishindo vikubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku kwamba tunakaa upande, nusu tupo, nusu hatupo. Wasije wakapata pressure alafu wakafa. Malaika, hivi ni kweli wekundu wa Msimbazi katika huo mchezo, na wewe utakuwa ni mmoja ya wale ambao wanaamini Simba inaingia kama timu ya pili, yani second team, isubiri kukaa nyuma ya mpira pale RS Berkane wanapoanzisha mashambulizi? Mtu anasema hivyo kidogo, lazima nadhani kwamba mpira wa Simba ujui, na pia hajaangalia mpira formula ya kocha Fadro.
tujaribu kuangalia kocha Fadlu toka msimu huu umeanza. Tumecheza michezo yote ya michuano ya shirikisho barani Afrika, tumeangalia tukiwa tunacheza nje. Hakuna mchezo hata mmoja ambayo kwamba kocha Fadlu Simba tumecheza eti tumeweka basi au tumeziwia kuhakikisha kwamba eti kisa tuko nyumbani au tuko geni. Hapana. Mipira yote tumeangalia mechi zote ambazo tumecheza. Tumecheza na Constantine, sawa. Sisi ndo tumeanza kupata goli kabla ya Constantine. Sisi lakini pia tumeenda kucheza na Sussex Friends nani, sawa. Sisi tumepata goli, hawajapata goli. Tumeenda kucheza na Le Bravo. Sisi tumepata goli na wamepata goli. Sisi tumeanza, lakini ball position kuanzia mechi ya wala Tunisia tumeongoza sisi, ya Bravo tumeongoza sisi, hata mechi ambayo tumefunga goli 2-1 zidi ya Constantine tumeongoza sisi. Hizo mechi zote nimekusabia mechi 3 za ugenini, sio za nyumbani. Na kama uongo wote Mtanzania wote aniambie kwamba mimi Malaika nimekosea au la, na kwenye comment aseme. Aniambie mechi ya kwanza ball position kuongoza nani, mechi ya pili zote za ugenini. Sawa, kwa maana yake nini? Hata tulivyoingia kwenye hatua ya robo finali, umeona mechi zetu ambazo tumezicheza, sisi bado tumeongoza ball position. Kwa hiyo maana yake nini? Na sio position mpaka shoot on target, sisi ndio tumeongoza. Kwa maana yake mtu yote akisema Simba eti tutarajie tukamwona Simba anaenda kupaki, basi hicho kitu wakiondoe katika akili yao, huenda kupunguza dhahma ambayo itajitokeza kule Morocco. Sisi kocha Fadlu ana uoga huo. Kocha Fadlu anajiamini, anawajua vizuri sana wa Morocco, anawajua vizuri sana Marekani. Kwa hiyo kocha Fadlu anaamini kwamba anaamini kucheza kuliko kuziwia. Na hiyo falsafa ya Simba, ukiangalia Simba msimu huu inacheza popote pale. Sasa mtu akisema kwamba Simba tutarajia kwamba kwenda kuziwia, mimi nikwambie huyo mtu is nothing. Hiyo kitu hakipo. Tutarajia kuiona Simba inaenda kutengeneza nafasi za kufunga. Na hilo laweza likatokea. Na hilo linatokea. Mimi Malaika wa Simba nimepata, Mungu amenipa maono. Leo mechi inaisha goli 2-1. Lakini lile Mungu anipa maono lakini kama fumbo. Sijui 2-1 nani anafungwa, lakini kwamba maono yangu ni goli 2-1. Ila hujui nani anashinda. Nani anashinda sijui. Ila maono yangu nimeona kwamba ni goli 2-1. Na hilo kitu lazima baada ya mechi kumalizika mtanitafuta. Ila hata ikiwa kwa upande wenu mmepata goli 1 la ugenini ila mkafungwa 2, inakuwa ni faida pia. Na ndio maana nikasema kwamba watarajie kuiona Simba inaenda kutengeneza mashambulizi na kupata shoot on target na shoot on target. Na tutarajie Simba naye pia kicheka katika nyavu ya mpinzani au nyavu ya Berkane. Kwa hiyo Simba hii sio Simba ile ambayo watu wanafikiria. Ila yote anazungumza hivyo huwa anazungumza inawezekana sio kwa uchambua mpira. Anazungumza kwa mapenzi yake binafsi. Unajua Tanzania kila mmoja hapo anaona yeye anavyoona yeye. Lakini tukiangalia Simba hii, hata kama iweje, hii Simba safari sio Simba ile. Hii Simba safari inacheza, inaonyesha tunacheza hapa. Inasema sasa tunaenda, inasema sasa tunarudi, inasema sasa tunakaba. Hii ndio Simba ambayo ndio Simba bora haija kutokea hapa duniani. Hii Simba haija kutokea katika Afrika hii. Na hichi kitu mimi nikueleze, ndio kitu ambacho kwamba kinachoatia ofu sana hata watu wengine. Simuandulia, kinawatia ofu hata watu wengine, ila mimi niwahakikishie wa Tanzania waliopo South Africa, waliopo Morocco, Ulaya, Kenya, Burundi, niwahakikishe tujiandae kwa ajili ya kushangilia ushindi siku ya leo. Tujiandae kwa ajili ya kushangilia ushindi. Yes. Na mimi nikiwa kama Mtanzania nitaungana na nyie pia. Marhaba. Malaika, vipi kuhusu mashabiki wa watani zenu na wazungumzia Young Africans? Wenyewe wanaongea nini kuelekea kwenye mchezo wenu wa leo? Mtani atabaki kuwa mtani. Yaani siku zote mtani atabaki kuwa mtani. Mtani hawezi kubadilika. Na siku zote mtani akibadilika huyo sio mtani tena. Kwa hiyo sisi Simba tunafurahia tunavyoona watani zetu wanapozidi kuhamasisha na kuonyesha kwamba wao wameungana na wa Morocco ambao ni Berkane. Kwa sababu watani kila unayemgusa yeye anaongea na Berkane. Kila unayemgusa anaongea na Berkane. Huo ndio utani. Kwa sababu hakuna mwana Yanga hata mmoja ambaye anayesema eti anaiombea Simba ishinda, hayupo na itokei. Haitokei. Ila kila unayemgusa anasema ni bora. Ni bora. Leo mnakufa 3, leo mnakufa 4. Kila mmoja anazungumza kwa lugha yake. Lakini lugha zote ni lugha mbaya. Hakuna lugha mzuri hata moja.
Lakini sisi tunasema hata wakiungana matusi watutukane, lakini Simba atuishie hapa, tunachukua au tunabeba.